waheshimiwa madiwani wote mlioko meza kuu, dada yangu Mrs. Sumbu, wafanyabiashara wote wakiongozwa na Msafiri pamoja na kaka yangu Ibra, wageni wote waalikwa wakiwemo watendaji wa kata wenzangu na watumishi wote ambao tunafanya nao kazi kata ya Itilili, lakini wengine kutoka makao makuu, lakini pia dada zangu kutoka Manyoni na ndugu yangu na rafiki yangu wa muda mrefu Dr. Dismas Ilyasa kutoka Dar es Salaam. Mabibi na mabwana, wanakwaya wote, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Kama ambavyo wengine walizingatia swala la muda, nami naomba niwe sehemu ya watu wanaozingatia muda. Yamezungumzwa mengi, lakini mengi pia nimeandika kwenye vitabu, mtakutana nayo kwenye vitabu. Kwa hiyo sitapoteza muda kuzungumza juu ya yale yote yaliyo kwenye kitabu. Badala yake nitasema machache ili tuweze kuwaruhusu waheshimiwa wageni rasmi waweze kutuzindulia kitabu chetu na tuendelee na ratiba nyingine. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi kwa neema zake kuu, kwani yeye ndiye aliyetupa uthabiti wa kukabiliana changamoto za dunia hii pamoja na kutupatia hidayah ya uzima, na ambaye ndiye asili ya wazo langu la kuandika kitabu hiki cha leo. Na wazo hili litakuwa ni fundisho zuri kwa jamii ya watu wa Itigi, mkoa wa Singida na taifa kwa ujumla. Kazi hii na itabaruku kwa mgeni rasmi, wageni wote waalikwa, wanafunzi wangu kama ambavyo walisimama, wajasiriamali pamoja na wafanyabiashara wengine wote, kwani wajasiriamali hawa kwa pamoja na kuwa wanafunzi wangu na wateja wangu, pia wamekuwa waombezi wangu katika shughuli zote ninazozifanya kila siku kuhakikisha tunasonga mbele kwa pamoja. Mheshimiwa mgeni rasmi, hakika watu hawa wamekuwa mashujaa nyakati zote katika harakati za kutafuta uhuru wa kiuchumi ili waweze kuondokana na maskini kwa kupigania ndoto zao na za familia zao kwa ujumla. Na waombea kwa Mungu wapate afya njema na kuwafungulia milango katika utafutaji wao kwa kila siku ili siku moja watimize ndoto zao kwa kuondokana na maskini. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sehemu kubwa mabadiliko ya kiuchumi katika nchi yoyote na ulimwengu yanaletwa na wajasiriamali waliojawa na shauku kubwa ya kuwa matajiri wa kesho, ambapo wapo tayari kujitoa asubuhi, mchana na usiku kufanya kazi kwa bidii kwa ajili ya kuondokana na maskini. Mungu alipoiumba ardhi aliweka vitu mbalimbali ikiwemo vitu vya thamani ndani yake, lakini ardhi ile ile ambaye Mwenyezi Mungu aliumba aliweka vitu vyenye thamani ya juu kabisa, lakini vingine aliviweka vyenye thamani ya kati na vingine aliviweka vyenye thamani ndogo, lakini vyote vinapatikana ndani ya ardhi moja, lakini thamani tofauti. Vivyo hivyo Mungu alipowaumba wanadamu aliwaweka katika makundi mbalimbali. Wengine wapo kugusa maisha ya wengine na wengine wapo kuguswa maisha yao na watu wengine, kama ambavyo wengine wamejaribu kutoa ushuhuda kwamba nimekuwa nikigusa maisha ya watu. Hii ni sehemu ambayo tunatekeleza jinsi Mungu alivyotuumba kugusa maisha ya watu wengine. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi kama mwandishi wa kitabu hiki na walinganisha wajasiriamali hawa ambao wamekaa hapa leo na vitu vya thamani kwamba wako hapa duniani kuleta thamani ya maisha ya watu wengine kwa kuwapa elimu na mahitaji stahiki, kwani ndio watu wachache sana wenye uwezo wa kuongeza thamani ya maisha ya watu wengine. Mheshimiwa mgeni rasmi, wajasiriamali hawa wanatamani sana kufanikiwa haraka, lakini wanakosa elimu sahihi ya kuhusu ujasiriamali ili waweze kusonga mbele kama kiini na mtaji namba moja wa ujasiriamali na mabadiliko katika nyanja ya kiuchumi. Kwa mimi kama mwandishi
huwa naamini kwamba mtaji namba moja kwa mjasiriamali ni maarifa anayoyapata na sio fedha wala ardhi anayomiliki. Ndio maana mimi huwa naanza na kuwafundisha watu nikiamini kwamba mtaji namba moja kwa mtu yoyote ni kupata maarifa juu ya kile ambacho anakifanya. Masomo yaliyofafanuliwa katika kitabu hiki ni masomo yanayofundishwa kila siku kwa vitendo na nadharia, na masomo haya yamefafanuliwa kwa mtindo mwepesi ambapo kila mtu ataweza kusoma na kuelewa kwa uharaka. Mjasiriamali wa leo, tajiri wa kesho ni dhana iliyotumika kuandika kitabu hiki ili kutufikirisha na kuleta hamasa ya mapambano katika ujasiriamali. Imekuwa ikiaminika kwa muda mrefu kuwa wajasiriamali ni wafanyabiashara wadogo wadogo. Hii tafsiri sio sahihi. Hali hii imetokana na watu kufanya kazi kwa mazoea, ikiaminika kuwa sisi wa Tanzania na Waafrika kwa ujumla si watu wa kuwa matajiri kama watu weupe. Yaani Waafrika tumezaliwa maskini na tutakufa maskini. Watu wasio na elimu ujasiriamali kuchelewa kufanikiwa, kwani atakuwa amekosa mwongozo sahihi juu ya namna ya kufanya shughuli zake anazotegemea kuzifanya. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwanafalsafa mmoja aliwahi kuulizwa kuwa maisha yenye maana ni maisha ya namna gani? Mwanafalsafa huyu alisema kwamba maisha yenye maana sio maisha ya kuishi miaka mingi hapa duniani, bali maisha yenye maana ni maisha yanayogusa maisha ya watu wengine kwa kuwapa elimu stahiki ili waweze kutimiza ndoto zao. Kuna wapo wanaojidanganya, sifanye leo nitafanya kesho, kwani umri bado unaruhusu, hususan kwa vijana. Ila wale wanaojua thamani mapambano huanza haraka na kufanikiwa haraka. Idadi kubwa ya watu wameshindwa kufanikiwa na kufikia malengo yao, na wengine hawatayafikia kabisa kwa sababu ya kukosa maarifa ya ujasiriamali. Mimi narudia maneno ya watangulizi wetu, mjasiriamali wa leo ni tajiri wa kesho. Tuyatumie vizuri maarifa tunayoyapata ili kufikia matamanio ya maisha yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, maisha magumu na umaskini wanaopitia Watanzania wengi unanikumbusha mambo mengi sana, na kila ninapoitazama jamii ya leo naikumbuka historia ya Tanganyika ya kale, na picha inayonijia akilini mwangu ni Mtanganyika akiwa amefungwa minyororo miguuni na mabegani, huku akibebeshwa pembe za ndovu tayari kupelekwa Ulaya na Amerika kama mtumwa na kwenda kuzalisha mali kwa wazungu, ili hali maisha yake ni magumu na ufukara uliotamalaki. Na yasema haya kwani kizazi cha hivi leo na jamii ya leo naifananisha na utumwa huru ambao wengi wetu tumefungwa minyororo ya maskini na hali ngumu ya maisha. Yamkini yaweza kuwa umejifunga minyororo hiyo wewe mwenyewe na tunakataa kujifungulia, ama tunakosa watu sahihi wa kutufungulia minyororo hiyo ili tuwe huru kwa kupata maarifa ya ujasiriamali na kutoka katika utumwa wa maskini. Mheshimiwa mgeni rasmi, moja ya vitu ninavyoviamini katika maisha yangu ni kuwa wapo watu wenye sifa na shauku ya kufanikiwa katika maisha yao, ila wanakosa uthubutu katika maisha yao. Watu wengi waliofanikiwa kutimiza malengo yao na uthubutu na ujasiri mkubwa wa kupambana na maisha. Tunapaswa tuwe na jamii ya watu waliokombolewa kifikra, kiuchumi, ili tuweze kuwa na taifa endelevu na lenye mafanikio, kuanzia mtu mmoja mmoja na jamii kwa ujumla. Nimeamua kuandika kitabu hiki kwa maana niliona lipo jukumu kubwa la kuelimisha watu wengine na kuwalea ili waweze kuiishi misingi ya mafanikio. Mimi nilipewa na nilifundishwa bure na watu wengine, yanipasa na mimi nifanye hivyo hivyo, kuendelea kuwafundisha watu wengine bure
ili siku moja tuwe na Itigi iliyofanikiwa, tuweze kuwa na matajiri wa kesho. Maandiko yanasema yule aliyepewa kingi, basi kingi kitahitajika. Nami nimeona maarifa yangu yanahitajika sana katika jamii ya leo, na nina deni kubwa sana la kuwafundisha watu wengine. Sio kwamba napenda kuandika na kufundisha watu mara kwa mara katika maeneo mbalimbali, wala kutembea umbali mrefu kwenda kufundisha jasiriamali bure, bali ni msukumo kutoka ndani na nafsi yangu ya kuamua kutokukaa kimya. Labda yamkini ninaamini kwamba mafundisho hayo ambayo nayafundisha kila siku, wapo watu miongoni mwao watakuwa wamefanikiwa kesho na watakuwa matajiri wa kesho. Baada ya elimu ya darasani ambayo wengi tumeipata na ambaye tunajivunia nayo na ambaye tunadhani kwamba ndio msingi wa utajiri na mafanikio, kumbe si kweli. Baada ya elimu ya darasani na kujifunza mambo mengi, elimu pekee inayobaki kwa mwanadamu ni kupata maarifa na elimu isiyo rasmi, ikiwemo elimu ya ujasiriamali ambayo tunaitoa mtaani. Mara nyingi katika mafundisho yangu na baada ya mafundisho hayo, wengi huniuliza, ni kweli umetufundisha na kuelewa kinagaubaga masomo yako ya uongozi na ujasiriamali. Je, unatuachia nini ili tuendelee kukumbuka, na hata kama ukiwa mbali nasi tuendelee kuyaenzi na kujifunza yale ambayo umetufundisha? Hakika kauli hii inayotoka kwa wanafunzi wangu wengi hunichoma na kuona ni dhahiri kabisa kuwa nina deni kubwa kwa jamii yangu na nadaiwa vitabu ili watu wale waendelee kujifunza kila siku. Ndio chanzo na safari ya kuandika kitabu changu cha Mjasiriamali wa Leo, Tajiri wa Kesho. Nilitafakari kwa kina na kubaini kuwa mafanikio tunayotamani yapo na yamejificha kwa watu. Mathalani, kupeana fursa, kusaidiana mawazo, biashara, michezo, siasa bora na kadhalika. Vyote hivi ufanisi wake uko kwenye kupendana na kushikamana kama ambavyo leo tumefungamana pamoja. Hivyo kwa kuliona hili, ilinilazimu kuanzisha madarasa mengi katika jamii yangu na ndani na nje ya mkoa wa Singida, na kukumbusha kwa saburi thamani ya mafanikio ya pamoja katika maisha yetu. Hii ni kutokana na ukweli kuwa athari ya kutokuwashika mikono watu wengine ni nyingi kuliko tahadhari tunazoweza kujiepusha na hizo athari hasi kwa jamii. Naomba nimnukuu maneno ya mama wangu ambaye alishawahi kuniambia kwamba, mwanangu, umesoma na kumaliza masomo yako, lakini usikumbatie kile ulichokipata kama elimu yako na kuwasahau watu wengine, bali wasaidie watu wengine ili na wao wakifanikiwa wafanikiwe, kwani hata wewe hapa ulipo ulisaidiwa na watu wengi na ulishikwa mkono na watu wengi, ndio maana upo hapa. Wakati unasoma, ulipokosa ada, tulipiga vibarua, tulikopa fedha na kuazimwa na watu wengine ili uweze kusoma. Yafaa nini kuacha kusaidia watu wengine? Na kuomba usiwe mchoyo, bali isaidie jamii yako, na wao watakuombea, milango yako itafunguka siku moja. Aliongezea kwa kusema kwamba kushinda kunavutia wengi, huku ukipoteza vizuizi. Utafanikiwa kuwapitia kuwagusa watu wengine, milango itafungua kwa muda mfupi, kwani bado sio wakati wa kupoteza tumaini, lakini kuanzia kazi hiyo sio mwisho, lakini kuikamilisha ukupa ahueni. Kama usiseme kama, usikate tamaa, bali endelea kusukuma, kwani mwanga upo ndani ya handaki. Mjasiriamali ukifa maskini, ili hali una maarifa, ili hali una ujuzi, ili hali una nguvu za kutosha, basi unapaswa kulaumiwa sana.
aliwahi kusikika mtu mmoja anayeitwa Andrew Tate akisema kwamba mtu awaye yote akifa maskini katika dunia ya sasa anapaswa kulaumiwa sana. Akaongezea kwa kusema, labda kama umezaliwa nchi ya Tanzania. Nilipata ukakasi niliposikia kwamba amehitaja nchi kama Tanzania. Nilijiuliza maswali mengi, kwa nini amesema labda kama amezaliwa nchi ya Tanzania? Nikabaini jambo lifuatalo. Alihitaja nchi kama Tanzania kuwa aliwanyoshea vidole wa Tanzania kutokana na uvivu wao wa kufikiria na kushindwa kutumia maarifa yao na ujuzi wao kwa kuyageuza kuwa fedha, na wala hawataki kushikana mikono katika safari zao za mafanikio. Japokuwa nchi yao ya Tanzania ina kila kitu, yaani uongozi safi, rasilimali za kutosha, ikiwemo rasilimali zilizoko kwenye mkoa wetu wa Singida pamoja na halmashauri yetu Itigi. Lakini watu hawa bado wanakufa maskini huku wakiwa wamezungukwa na fursa za kutosha. Mheshimiwa mgeni rasmi, yapo mengi ya kusema, lakini kwa sababu ya muda naomba nihitimishe. Mheshimiwa mgeni rasmi, kitabu hiki kitakuwa ni mwongozo muhimu wa kuongeza ufanisi katika jamii zetu kwa kuleta hamasa ya kugusa maisha ya watu wengine, kuacha alama chanya za kudumu, na jina lako libakie kama alama chanya kwa watu wengi na hata katika ufalme wa mbinguni, kutokana na mchango ambaye kila mtu atatumia kitabu hiki kugusa watu wengine, kwa maana ya kwamba kwenda kutengeneza bidhaa, kwenda kuzalisha bidhaa ili aweze kuwauzia watu wengine. Kitabu hiki kitasaidia mtu mmoja mmoja na taasisi kwa ujumla ili kujenga jamii moja na imara inayoleta mafanikio kwa wote. Kitabu hiki kinachobeba ujumbe wa mjasiriamali wa leo, tajiri wa kesho, ikiwa na maana ya kwamba mtu yeyote mwenye kujituma na kufanya kazi kwa bidii katika ujasiriamali na biashara, basi kufanikiwa kwake ni mapema sana. Na nikasema mtu anayefanya kazi kwa bidii katika ujasiriamali na biashara ni sawa na mtu aliyeegemea mlango wa mafanikio. Mlango huo ukifunguliwa, anadondokea ndani. Mheshimiwa mgeni rasmi, kushukuru ni jambo la heri, na wengine husema kushukuru ni ibada, lakini pia mafundisho yanatuasa hivyo. Waungwana wenyewe wakasema kushukuru ni kuomba tena. Mimi niendelee kuwaomba tena, tuendelee kufungamana na kushikamana kwa pamoja. Safari hii ambayo nimeianzisha ya kufundisha watu, ya kugusa maisha ya watu wengine, siwezi kuifanya peke yangu pasipo kushirikiana na nyinyi. Lakini pasipo kushirikiana na watu hawa ambao leo hii wamejaa katika ukumbi huu. Kwa hiyo niwaombe kwa kuongozwa na mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na mheshimiwa mgeni rasmi mwenza na viongozi wote walioko meza kuu, tufungamane na kushikamana. Kitabu hiki nimekiandika si kwa ajili ya kufanya biashara. Nimekiandika kwa ajili ya kusaidia watu, kwa maana ya kwamba kiweze kufika kwa watu wengi zaidi. Leo hii tukinunua nakala, pengine tutaweza kuzalisha nakala zingine nyingi zaidi. Baada ya uzinduzi huu, tutakapoanza kufundishana na kutoa madarasa mbalimbali, tutakuwa tunatumia vitabu hivyo hivyo kugusa watu wengine kwenye maeneo mbalimbali. Kwa namna moja nyingine, tunapoungana tukumbuke kwamba tunafanya haya kwa ajili ya kuwasaidia na watu wengine, ili kwa pamoja tuweze kuwa na jamii bora na endelevu itakayokuwa na mafanikio chanya. Baada ya kusema hayo, nikushukuru sana mheshimiwa mgeni rasmi na mgeni rasmi mwenza kwa kunisikiliza, lakini kwa nafasi hii karibuni sana, na tuendelee na ratiba ambayo mbele yetu. Asanteni sana. Asante sana.